Mchezo wa leo nilivyoangalia leo ni mchezo muhimu sana kwa sababu ni katika mbio za ubingwa. Kwa hiyo ilikuwa ni mchezo muhimu sana leo. Yanga tayari kashaibuka na ushindi wa pointi 3, tayari kabeba kwa magoli 3. Mchezo umekuwa ni mchezo aina gani? Umekuwa ni mgumu kwa Yanga, umekuwa ni mwepesi ama umekuwa ni mchezo wa size ya kati kwako kwa upande wako? Kwa mimi nilivyoona mwanzoni kabisa Yanga wakati anaanza kulikuwa kuna ugumu fulani, lakini makosa aliyofanya Namungo ndio yaliwagharimu kwa sababu Namungo alitaka kupishana sana na Yanga. Jambo ambalo Namungo anatakiwa aoneshe nidhamu kwa Yanga. Yanga ndiye mkubwa, haiwezi kupishana na Yanga na Namungo kwa sababu Namungo hana uwezo wa kupishana na Yanga. Sasa kupata magoli 3 kwa Yanga ni sahihi wapate 3 ama kuna nafasi wamezembea, huenda wangetumia vizuri nafasi wangekuwa na mabao zaidi ya 3? Ni kweli umakini katika utumiaji wa nafasi umegharimu Young Africans kwa sababu Young Africans ingebeba pointi 3 kwa magoli mengi zaidi, lakini kutokana na kwamba umakini kwa wachezaji haukuepo tungeweza kutoka hapa na goli zaidi ya 3 hata 7, unaona. Lakini kutokana na umakini umekosekana ndio maana Young Africans wametoka na goli 3, lakini ni mchezo ndio hivyo, uweze kutumia nafasi zote. Tena kwa upande wa wapinzani Namungo FC hawajapata kitu, na hisi shida ilikuwa ni nini labda? Namungo wamezidiwa na Yanga kwa sababu moja. Kwanza Namungo hawana kiungo cha kubatwa na Young Africans, unaona. Lakini pia safu yao ya ulinzi haiwezi ndio ushambuliaji haiwezi kuvuka nafasi ya mabeki wa Young Africans sababu ni mabeki ambao wapo katika ubora wa hali ya juu, kitu ambacho timu ya Namungo leo imekosa stamina na haiwezi kufanya chochote mbele ya Young Africans. Ndio maana umeona imepigwa goli 3. Kwa michezo nyuma ya Young African ambapo Djigui Diarra amekuwa ni golikipa namba 1, kuna michezo mingi sana nyuma alikuwa akifungwa na hajapata clean sheet. Clean sheet ya leo amefanikiwa kutoka na clean sheet ya siku ya leo. Huenda inaweza kumsaidia kuweza kuchukua kipa bora ama bado asubiri kwanza? Lolote katika mashindano inaweza kutokea kwa sababu tunaona hata mpinzani wake clean sheet wanazidiana kidogo sana, ambaye ni Kamara, golikipa Simba Sport. Unaona? Kwa hiyo lolote linaweza kutokea, lakini cha msingi ni yeye aendelee maintain jinsi anavyoendelea kudaka vizuri. Ni golikipa mzuri sana. Hayo ya nyuma yalishapita, angalie ambayo yanafuata, na yote hayo ni katika mchezo. Bora akimaliza vizuri michezo yake miwili iliyobaki anaweza akawa golikipa bora ama bado? Sasa hapo lazima uangalie Kamara amemalizaje michezo yake, lakini mimi ninavyoamini ni golikipa mzuri na lolote linaweza kutokea, anaweza kuwa golikipa na anaweza kuwa golikipa bora, na muamini sana Djigui Diarra. Tena kwa upande wa wapinzani wa Yanga ambao ni Simba Always, Yanga leo kashinda, ushindi huu unamwasilije Simba? Nikizungumzia kwa upande wa Simba ni ile inazidi kuongeza ile pressure ya ligi, inazidi kupandisha ile morali kwamba ligi yetu inaendaje, kwamba tutamalizaje, japo wakiangalia dabi kwamba anakuja kucheza na Yanga, japo Young Africans hatuchezi. Hatuchezi Young Africans hatuchezi, mpaka bodi ya ligi watuambie vizuri hatuchezi. Okay, asante sana. Lakini swali la mwisho sasa kabla haujamaliza, labda kwa mchezo siku ya leo unahisi nani mchezaji ambaye amekufurahisha zaidi? Kwa mchezo wa leo mimi mchezaji ambaye nimempenda zaidi aliyecheza japo ameingia kipindi cha pili ni beki wa kulia ambaye ni beki aliyezaraulika sana, aliitwa Makapi na msemaji wa Simba Sports Club. Ni beki ambaye nimempenda sana, amecheza vizuri sana, Israel Patrick Mwenda, mtoto wa Mwanza. Nampenda sana. Amekufurahisha sana? Anifurahisha sana, kacheza vizuri sana, ni beki mzuri, ni mchezaji mzuri sana. Okay, asante sana. Asante sana. Na mtazamaji, kama ambavyo umesikia wanakuambia wenyewe wananchi hawachezi, lakini wanakuambia pia katika mchezo siku ya leo umefurahisha zaidi na Israel